Karibu KOA TV. Moja ya picha ambazo na trendi katika mitandao ya kijamii, especially katika mtandao wa Instagram, zinamuonyesha mchekeshaji maarufu kutoka pale Cheka2, si mwingine ni Eliud. So Eliud ameweza kuposti picha mjongeo katika mtandao wa Instagram kwenye akaunti yake, ikimuonyesha kwamba siku ya jana alikuwa anavisha pete kwa mpenzi wake. So pete ya uchumba hiyo. Mambo yamekuwa ni mengi kweli katika mitandao ya kijamii, wengine wakiwa wanamkosoa Eliud kwa kitendo ambacho alikifanya cha mpenzi wake kuweza kupiga magoti wakati akimvisha pete yake ya uchumba. Tumezoea kwamba mwanaume ndiye anayepiga magoti wakati anamvisha pete ya uchumba au pete ya uchumba kwa mpenzi wake. So Eliud imekuwa ni tofauti, ameamua kufanya hivyo kwa sababu anasema kwamba anadumisha tamaduni za Afrika. Kama umeishi nyanda za juu kusini, basi unajua kwamba huo ni utamaduni ambao umezoeleka kabisa, ambapo mwanamke anapovishwa pete yake ya uchumba anakuwa anapiga magoti, huku mwanaume akiwa amesimama huku anamvisha pete ya uchumba. Lakini ukija kwa mikoa ya huku pwani, jambo hilo limekuwa la tofauti kweli, ambapo mwanaume ndiye hupiga magoti, lakini mwanamke huwa anasimama wakati anavalishwa pete yake ya uchumba. Huu ni utamaduni ambao umetoka kwa nchi za wazungu, so umetoka kule Ulaya, ndio wanafanya utaratibu kama huu, na sisi tumeuiga. Na kwa upande wa Eliud umeonekana kwamba ni utamaduni ambao ni wa ajabu kweli. Watu wameweza kumcomment na kumkosoa katika mitandao ya kijamii. Jina langu ni D wa KOA TV. Tafadhali subscribe na turn on notification kama ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea katika channel yetu pendwa kabisa ya KOA TV. Nataka nione mtazamo wako ni upi kuhusiana na hili ambalo Eliud amelifanya katika mitandao ya kijamii. Tafadhali shusha comment yako katika sehemu ya comment section, nitakuja kuzipitia hapo nione wewe una mtazamo gani kuhusiana na hiki ambacho Eliud ameweza kukifanya katika akaunti yake ya mitandao ya kijamii siku ya jana alivyokuwa anavisha pete ya uchumba. Tukutane wakati ujao katika ulimwengu wa masuala ya kiburudani. Bye bye, next time.